Paka wale watu wanayokopesha wanamuelewa. Wanafanyaje? Wanamuelewa. Sasa inatakiwa hata yule anayekopa asieleweke kuliko wewe. Wewe ueleweke zaidi. Wangapi wataeleweka? Kwa sababu inaonekana mnaweza kuwa mnashindana na mume wako, kwa sababu akifoka naona foka, akinyamaza naona nyamaza, kiburi na wewe unaleta kiburi. Sasa kwa mfano nikisimama leo kwa kiburi hapa, lazima mtajua, si ndio? Sasa kama nyinyi mnajua tu na umuishi na mimi, je, anayeishi na wewe si atakujua zaidi? Haya, kiburi. Bila kikwambia haya kwenda, naona mwambia kwenda. Wakutengeneza ni nani? Hamna. Lakini ukiangalia Biblia haijamwandika mwanaume. Sehemu nyingi imemwandika mwanamke, mama, mke mwema. Tukajifunza mke mwema kwamba analeta chakula. Tukajifunza mke mwema kwamba ni mtu ambaye halali. Ikifika saa 12 anaamka. Sio unanyosha mifuko ukisema mna kazi ikosekanagi nyumbani. Jana ni wangapi wamewahi kuamka asubuhi ya leo? Asubuhi ya leo waliowahi kuamka. Nyosha tu mkono kama umewahi kuamka. Kama hujaamka mimi sitajua. Sasa nyinyi mliowahi kuamka, ikifika saa 4 unasikia raha kiasi gani? Kwa sababu unasikia raha kwa sababu umeshafanya kazi zako nyingi. Wewe unataka kwenda kazini saa 2, unasema naamka tu saa 2 naenda kazini. Umekuwa dume wewe. Wewe ni mama, unatakiwa amke saa 12, ufagie, udeki, upike chai kwa mume wako, watoto wanywe chai, maisha iende. Leo umeamka saa ngapi? Umeamka saa ngapi? Saa 1 kasoro. Kwa hiyo ulikuwa kwenye mkesha? Ndio baba. Sawa. Na mpaka ulipowahi kuamka ulijisikiaje raha? Nijisikia vizuri baba, maana nimeenda kuna kaka mmoja akaniambia nitumbinie sado 3 ya vitunguu. Nimekutana na hiyo miujiza. Sawa. Na huo muujiza nani ameleta? Baba. Sema Yesu Kristo. Yesu Kristo. Yaani haya mafundisho na kufundisha ni ya Yesu. Sijui umenielewa? Ndio. Hata Biblia imesema ni mtumishi wa Musa, ni mtumishi wa nabii Musa, si ndio hivyo? Amen. Wao nyinyi ni watumishi wangu, lakini anayewafanikisha ni Yesu Kristo. Amen. Mimi nakuelekeza tu kwamba ni hivi. Kwani unakuaje mtumishi wangu? Kwenye maelekezo. Kwa hiyo kazi ilienda vizuri leo. Kabisa. Kabisa. Sawa. Sasa endelea kukesha. Unapoona ukikesha ndio unapata hela, unashika channel hiyo. Kama usiku kucho karukaruka hivi, alafu asubuhi kapata hela, hapo ndio kuna muujiza wako. Amina. Lazima uingie kwenye maombi, uruke, usali, upate baraka. Sawa jamani? Barikiwe sana. Chapia Yesu makofi na vigelegele zaidi na zaidi kwa ajili ya muujiza huo. Mwingine aliowahi, wewe nyosha tu. Na mkwambie ukiwahi kuamka utasikiaje raha. Bwana Yesu asifiwe babangu nabii. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Baba, niliamka saa 12. Ndio. Nikajiandaa. Nilipomaliza kujiandaa. Kamaliza shughuli zangu za ndani, nikaenda kazini. Nafika kazini nikapaki oda zangu zikaondoka. Nikajiandaa nikaja huko kanisani baba. Pigie makofi. Unaona sasa kwamba alipowahi kuamka na oda akapata. Na oda akafanyaje? Kwa sababu ukilala oda inalala. Ukiamka oda inafanyaje? Inaamka. Kazi yako ina wewe ndio unalaza kazi. Ni kama uende kwenye biashara ukaanza kupiga usingizi. Na yenyewe biashara inapiga usingizi yake hivyo hivyo.
Pigia Yesu makofi zaidi. Ongeza makofi yako na vigelegele zaidi na zaidi. Watu wanaendelea kufunguliwa. Misali 12 amesema kila apendaye mafundisho upenda maarifa. Akaweka nukta na koma pale. Kila apendaye mafundisho upenda maarifa. Maana yake mafundisho yanakupa maarifa. Nani ananielewa? Mafundisho yanakupa maarifa. Watu wengi wanaondoka kanisani kwa sababu hawana mafundisho. Kwa hiyo anasali hapa, kesho anasali pale, kesho kutwa anasali pale, hana mafundisho. Hata ukimleta rafiki yako hapa, akakaa, akahama, akaenda kanisa lingine, akakaa, akahama, ana mafundisho. Mafundisho ndiyo yanakuketisha chini. Mafundisho ndiyo yanakupa baraka. Mafundisho ndiyo yanakufanya wewe kumjua Mungu. Mafundisho ndiyo atakupa faida na mafanikio. Chapia Yesu makofi na vigelegele na zaidi na zaidi. Amen. Hata kama ulikuwa kwenye dini yako, umekaa tu unaenda asubuhi ili uandikwe jina ujue ili uzikwe. Umeona mwenzako amezikwa na watu wengi, unasema na mimi siku nikifa nazikwa na watu wengi. Hivi umeokoka au unataka kufa? Na ndio hivyo shetani amekuwekea bado uende kanisani ujue kuomba na ufanikiwe, watoto wako wafanikiwe na ujue kuomba. Mungu wa Israeli. Eti naenda kanisani kwa sababu juzi kuna mtu amezikwa pale na watu 200. Alafu padri kabisa anasema au mchungaji, jamani tunamwona huyu tulivyomzika kifahari au sio kifahari? Kifahari. Na nyie ambaye hamtaki kanisani, njooni kanisani, mtazikwa hivi hivi. Wala nisitemee maiki yangu. Mnadanganywa. Mnavuviwa roho za mauti. Alafu nakubaliana. Leo mtoto wa nabii akiambiwa baada ya huyu atafuata mwingine, kwenye msiba unasemaje? Sio shindo, asema sio mimi ni wewe. Ongeza makofi na vigelegele kwa walioelewa zaidi na zaidi. Baada ya huyu atafuata mwingine. Malizia mwenyewe. Unamrudisha maneno yake. Sio mimi nitakayekufa, ni wewe. Futa maneno ya mauti. Sasa unaambiwa baada ya huyu atafuata mwingine. Atafuata mwingine. Mwambie sio mimi ni wewe. Ongeza makofi na vigelegele kwa basi kutufundisha zaidi na zaidi. Yale maneno ambayo yanatamkwa kinywani ndio mbegu inaota kwenye maisha yako. Mtu akikutamkia baraka unabarikiwa, akikutamkia laana unapata laana. Ni kama unavyomwambia mume wako hapo ndani, wewe na usosi na wewe kama uko na mtoto fulani. Unajua nimekuona uko na binti fulani. Wewe ndio unambatiza huyu aende. Wewe ndio unambatiza huyu afanyaje? Aende. Na usipokaa vizuri ataenda kwa huyo mtoto kwa sababu wewe ndio umemtuma. Kwa sababu yale maneno yanaumba. Maneno yanafanyaje? Yanaumba. Ni kama leo unavyowabariki. Kwani kuna irizi nakupa? Lakini nakutamkia utapata hela na unapata. Utapona kuanzia leo na kata mauti inakatika. Kuna kitu nakuwekea. Ni mdomo au sio mdomo? Ni maneno ya Mungu au sio maneno ya Mungu? Hata ukija hapo sura imekunjamana hivi unapiga miayo kila saa. Umechoka. Nikisema wewe uchovu toka. Baadaye unakuja umeng'ana. Nasema asante baba kwa nilikuwa nachoka. Kumbuka muujiza huu. Ni Mungu na matamko yale ambayo Mungu alimpa nabii. Chapia Yesu makofi na vigelegele zaidi na zaidi ujibeba kutufundisha. Sasa ukiambiwa baada ya huyu atakufa mwingine. Mwambie ni wewe, mrudishe maneno yake. Usikubali kuchukua kila neno. Hata kwenye kanisa mtu akahubiri akasema, jamani,
wakina mama, Mungu ni mzuri. Lakini msiniangalie mimi, muangalieni Mungu. Toka hapo, hamna kitu. Na maana yule ana tabia zake mbaya. Lazima niangalie mimi, alafu mimi nikulete kwa Mungu. Kwa Mungu nimkabidhi Mungu wewe kwamba huyu hapa. Sasa kama leo nimeingia na suti iliyochanika, utaniiga kweli kuchanika suti kwangu? Hauwezi kuniiga. Kwa hiyo ukisikia mchungaji anasema usiniangalie mimi, angalia neno la Mungu. Kabla neno la Mungu tunakuangalia wewe. Au unajua mafundisho kinabii ni mazito lakini ni mazuri, yanaenda moja kwa moja. Sasa kama unataka tafsiri za wachungaji, mimi sina tafsiri. Ni hivi, hata ukisimama kuimba, wewe si mwimbaji, ukasema jamani msiniangalie mimi lakini sikilizeni muziki wangu, nani anakutaka hapo? Inabidi wakuangalie wewe umesukaje, umevaaje siketi, umevaa nguo gani, umevaa viatu gani. Sasa wakiona unapiga rumba hivi, na wengine wanaiga ile rumba yako, wanasema aka mama kazuri, hebu ngoja nicheze kama yeye. Kwa sababu Mungu anataka atukuzwe kupitia yule anayemtangaza habari zake. Chapia Yesu makofi na vigelegele kwa ajili ya mafundisho ya kinabii. Sijui mnanielewa? Amen. Haya. Kwa mfano mimi hapa sasa hivi, unanipenda? Mungu akasema, msinipende mimi Mungu kama hujampenda yule unayemuona. Kama kuna mtu ananichukia mimi mhubiri hapa nilipo, hata aende wapi kumtafuta Mungu, hapati Mungu. Muulize mwenzako, kwani asipate Mungu? Apati Mungu kwa sababu amemchukia mtu wa Mungu. Ni kama leo huyu dada akawa na makosa kwenye kanisa, nikamfukuza. Sikutaki kanisani. Tayari silitaki kanisa lote. Sasa nikihubiri huko mlimani, Bwana, naomba ulete watu kanisani. Mungu anakuambia si umemfukuza yule. Kwa hiyo mimi nahubiri injili hata kama una makosa kiasi gani. Inabidi tu nikufundishe. Wewe uwe mzigo wangu, nikubebe tu. Lakini sikufukuzi. Amen. Sasa nikimfukuza huyu, nimemfukuza yule. Nikimfukuza yule, nimefukuza kanisa yote. Na ndio maana tunawaambia hapa kanisani kweli. Hapa tunawaambia kweli. Na namjua kabisa mmoja huyu mbea. Lakini nawaacha tu, magugu yanamea na ngano. Yaani ni mbea mpaka inakaa hapo usoni. Sio kutolea tu unabii huo. Ni kusema tu mama acha itabia. Lakini inabidi umuombe, kwa sababu wambea wakae hapo, wazuri wakae hapo. Alafu Yesu anakuja kungoa magugu, kutafuta ngano yake, anachuma mzigo wake anayeupenda mwenyewe, magugu yanafanyaje? Yanabaki. Yaani hapa nikikufungu, yaani kuna wengine akitoka hapa anamkalia nabii asubuhi mpaka jioni. Nabii gani huyo? Lakini ukimkuta Jumapili, baba jamani nimekuletea sadaka. Mwanangu, yaani hiyo si kutoaona mpaka na hivi nimwambie nini? Mungu ananiambia simwambie. Pokea sadaka iende hivyo. Kwa nini? Hatufanyi hivyo kwa sababu tutavunja moyo. Naweza ukatoka hapa na umbe wako kaenda kujinyonga. Sijui umenielewa? Kwa hiyo inabidi tukulee hivyo. Tukulee hivyo. Kwa hiyo mtu anayependa mafundisho, anapenda kumkaribia Mungu, anapenda maarifa. Chapia Yesu makofi na vigelegele vyako zaidi na zaidi. Mithali 12 mstari wa kwanza. Karibu. Akasema kila apendaye mafundisho hupenda maarifa, bali yeye achukiaye kulaumiwa ni kama mnyama.
kama. Unaona sasa, Mungu naye ameandika hapo kwamba kama upendi lawama, kama upendi lawama, wewe ni kama mnyama wa porini. Lakini ukiwa uko hapa, ni lazima lawama itakuwepo, kwa sababu uko na watu. Kwa hiyo wale wambea wako kanisani, na kanisa ndio inabebaga watu wote wachafu. Yaani kanisa ndio inabeba watu wachafu, inabeba, kwa sababu huku kanisani ndio anajirekebisha. Sijui mmenielewa? Huku ndio anajirekebisha. Kwa hiyo mtu ameshindwa maisha yake kabisa, amekuwa kahaba mpaka amechoka, hamna hata mtu anamtaka tena. Anasema ngoja niende kwa nabii. Baba jamani, sipati mume. Upate mume, ukiangalia jamani, ni mweupe, ni mzuri. Nini inasababisha sipate mume? Kuna shida katika ulimwengu wa nini? Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba, shika mafundisho. Shika mafundisho. Mafundisho ni sehemu ya maarifa. Mafundisho ni sehemu ya kupata uchumi mzuri. Mafundisho ni sehemu ya kuongeza nguvu za kiroho. Mafundisho ni sehemu ya kuongeza akili. Hebu fanya hivi. Sema akili. Akili. Chapia Yesu makofi na vigelegele kwa ajili ya mafundisho ya kufungua zaidi na zaidi. Na ndio maana amesema kila ashikaye neno langu amefananishwa na mtu mwenye nini? Akili. Hebu sema akili. Kama hautaki mafundisho ya kiroho, hauwezi kuvuka kiroho. Hauwezi kuvuka kiroho, kwa sababu yale mafundisho yatakutoa kwenye tabia mbaya. Sasa hivi hapa nimesema tu, kuna watu hapa niwaambie, unafikiri wengine wamenipenda? Ni vita eti jamani. Anasema hata kama mimi ni mbea, Roni. Anasemaje Roni? Hata kama mimi. Kwani hata kama ni mama nabii ni mbea atapenda? Wewe nikwambie, kuna siku moja nilikuwa nimefundisha hapa, nilipofika nyumbani mama nabii akaniambia, ni mimi nilikuwa nanisema. Kwa nini leo nazungumza hivyo? Yeye ameshapona, ameshafanyaje? Ni kama ninavyokuambia mimi nilikuwaga mzinzi. Sasa akaniambiaje? Mimi najua tu ni mimi ndio nilikuwa na hiyo neno nilikuwa nila kwako, nikamwambia badilika. Ongeza makofi na vigelegele kwa ajili ya mafundisho ya kubadilika. Fanya nini? Kwa hiyo ukisikia jambo lako limetajwa hapa, wewe badilika, kwa sababu nitalitaja na kesho nitalitaja. Ukienda kanisa lingine litatajwa ile sehemu ya yale mapepo yako hapa unang'ang'ania yakatae. Yaani ile siku sitakani za nikacheka, nikasema mama naye jamani. Nikamwambia mama, mimi nilikuwa na mwaga mbegu, sijajua mbegu kama imekuja juu. Nini? Kwa sababu leo tukisema jamani acheni uzinzi, ikiwa kuna mtu amekuja hapa amezini, lazima aseme ni mimi. Haikwepeki hiyo. Akiwa anafanya tabia nzuri, tukizungumzia habari ya tabia nzuri, nafurahi, napiga makofi kwa sababu umegusia ile sehemu yake. Ukigusia sehemu ya mbaya ambaye anafanya tabia mbaya, anasema sitoi hata na sadaka hapa. Sitoi nini? Sadaka. Lakini kuna mtu ukigusia ile tabia yake mbaya anafurahi kwa sababu anataka kubadili. Chapia Yesu makofi yako na vigelegele zaidi na zaidi. Mafundisho ya kubadilika. Ni kama mimi ukiniambia, baba nabii una makosa, itabidi mimi nikubali makosa ili unifundishe. Jamani nimeona makosa kwa sababu mimi ni mwanadamu. Hebu nipe mwongozo. Mwongozo ni 1 2 3, naambia nashukuru. Kwa sababu Mungu anaweza kuwa amekutuma wewe uniambie mimi. Si ndio hivyo jamani? Amen. Au sio hivyo? Haya, apendaye mafundisho upenda maarifa. Achukiaye kulaumiwa
Ni kama mnyama wa porini. Wangapi wanamlaumu Mungu nabii? Si mko hapa? Sema ndio. Mnamnilaumu. Sijui nabii angefanya hivi. Hii huduma, sijui hii jengo sijui limekaaje. Wewe laumu, mimi nasonga mbele. Kwa sababu imeandikwa, achukiaye kulaumiwa ni kama mnyama wa porini. Sasa ili niwe mwanadamu lazima nikubali lawama. Kwa hiyo na wewe ukubali lawama, lakini katika lawama kubali mafundisho. Chapia Yesu makofi na vigelegele kwa ajili ya mafundisho. Alafu watu wanaefanyaga vizuri ndio analaumiwa sana. Mtu anayefanya vibaya, shetani hana kazi naye. Anayefanya vizuri jamani, ukisimama hapa ni yeye anasemwa. Ukisimama hapa ujue huyu jamaa amepanda renki, yuko vizuri. Yuko na wewe. Hebu sema na mimi. Kama majirani wanakusema sana, ujue una baraka sana. Lakini isije kuwa na baraka ya hapa kaumbea. Paka wengine wanasema, tujikusanye twende tukamsute pale. Sijui anavaa mpaka na madira. Twende. Usikubali hiyo hali. Haitafaa. Sawa? Hata ukisikia kuna maneno yanaongelewa mtaani, wewe unajifanya hujasikii? Kwani kunyamaza kuna shida gani? Si Mungu anajua. Pigie Yesu makofi. Ongeza makofi na vigelegele zaidi na zaidi. Wangapi jana wamefanya vizuri kwa sababu maana mmeshapenda mafundisho? Si mmependa mafundisho? Amen. Wangapi jana wamefanya vizuri? Tunataka kuona mikono. Tutakuja hapo na mic. Karibuni. Kama paka. Umeangalia kama mtoto wa nabii. Yaani kuna lakini ile macho inatoka mpaka inataka kutoka nchi moja hivi. Haifai hiyo. Karibuni basi. Wangapi wamefanya vizuri? Yaani umeongea na mume wako akakupa hela, yaani sehemu ambayo ulikuwa unakosea ukafaulu. Karibuni. Wote hamna aliofanya vizuri jana? Mungu wa Israeli. Hamna hata aliongea kule kwenye biashara akapewa hela. Karibu. Kwenye kazi yako kama umeongea vizuri ukapewa hela ili nikuongezee maarifa. Tuko kwenye maarifa hapa sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi baba ninashukuru ni sasa hivi wakati najiandaa kuja ibadani. Nilipofika sokoni nikawa nanunua bidhaa. Ikaja gari wakaniambia twende, nikamwambia mimi siendi. Wakaniambia we twende, nikamwambia lakini kuna mahali naenda. Wakaniambia ni wapi? Nikamwambia naenda ibadani. Wakaniambia basi tutakusubiri. Wakanisubiria nikamaliza kununua bidhaa zangu. Nikapakia kwenye gari. Wakati tunakuja kuna mmoja alikuwa na haraka. Alikuwa anaelekea njia nyingine. Wakamshusha. Mimi wakanipeleka karibia na nyumbani wakanishusha, nikajiandaa, nikarudi tena nikapakia gari baba nimekuja. Ni kwa Mungu wako nashukuru sana. Naona amefanya vizuri. Chapia Yesu makofi na vigelegele kwa ajili ya kufanya vizuri. Ameongea sauti nyororo. Hebu nieleze ile sauti ya kwanza uliotumia pale mpaka mtu akakungojea. Hiyo sauti ambayo umeongea nayo yule mwanaume. Si mwanaume anaendesha gari? Ndio baba. Haya, niambie sasa ile sauti ambayo umeongea naye, sawa? 1 2 3. Aliniambia mama unaenda? Nikamwambia siendi. Kwa nini? Nikamwambia kuna mahali naenda lakini sina haraka sana. Akaniambia nitakusubiri. Ni kweli akanisubiria baba. Ndio sauti hiyo hiyo? Ndio baba. Haijalegea zaidi. Barikiwe sana. Umefanya vizuri. Umefanya vizuri. Yaani mimi unajua kongamano la kuinua kina mama. Usipoongea na mwanaume vizuri hakupi kitu. Na maana ukiongea na mume wako ndani vizuri, uchumi unaongezeka kwa mwanaume, uchumi unaongezeka kwako. Ile sauti yako inaleta baraka. Amen. Chapia Yesu makofi na vigelegele kwa ajili ya baba kutufundisha sauti nzuri. Huyu hapa hajakodisha hiyo gari, lakini haijamsubiri. Hajakodisha. Gari inaikusubiri ni ile ya makodisho. Lakini akasubiriwa, akanunua bidhaa, akaja, ikamsubiri, akaingia ndani, akashine, akatoka vizuri, maisha mazuri. Kavaa kitenge yake safi. Amen. Na nimekufundisha kwenye Matendo ya Mitume 3. Anasema
Petro na Yohana wakasema hatuna fedha wala nini wala dhahabu, lakini tulicho nacho tuta alisema pale nilicho nacho nitakupa, lakini wewe nimekufundishaje? Nilicho nacho sikupi kwa sababu cha watu. Kwa nini naogopa kusema ni cha watu hicho? Linda. Matendo ya Mitume, si ndio hiyo? Uchunge hiyo. Sawa. Mwingine alifanya vizuri mpaka gari kamsubiri. Umeongea vizuri. Karibu sana, karibu sana. Angalia mkono huku. Unanyosha mkono onekane. Karibu mwanangu. Bwana Yesu asifiwe baba. Amen. Baba, mimi jana niliingia hapa ibadani nikawa naongea sana na simu, nilikuwa napigiwa simu za kwenda kazini. Sasa ninavyoendelea kwenda nikakutana na huyo nilikuwa naenda kumtoa. Akanipa ripoti njiani, lakini akaniambia mgonjwa mwenyewe alikuwa hajalala usiku kucha alipopewa ripoti ya asubuhi. Nikamwambia basi hakuna shida, nikaenda. Nilipofika tu hivi yule mgonjwa alifurahi alivyoniona. Akaniambia umekuja? Nikamwambia ndio. Ni wewe? Ndio. Kwa nini wewe umeniambia uji leo? Nikamwambia ni mabadiliko tu ya kikazi yametokea. Akaniambia sawa. Akaniambia usiku sikulala kabisa, mguu umeniuma sana, sijalala. Nikamwambia leo utalala. Leo utalala. Akuamini, akasema nitalala. Nikamwambia yeye utalala. Nikamwambia sema amen. Akasema amen. Basi usiku chakula kikaja, akala, akamaliza, na mimi nikala nikamaliza. Sasa tukalala. Nikamwambiaje tusilale kwanza tusali. Tukasali. Nikamwombea pale, nikamwombea. Yaani amelala, nikitegemea usiku angenisumbua, lakini amelala. Asubuhi anakuja kukurupuka mwanga, anajiuliza kumekucha saa ngapi? Nikamwambia kumekucha saa nyingi tu, mbona kumekucha? Akaniambia ni leo sikusikia maumivu yoyote. Nikamwambia ni maombi yale tuliofanya usiku. Basi watoto wake wakawa, manake atulali nao, wanalala juu. Watoto wake wakaja, mtoto wake wa kike alipokuja akamwambia mama vipi leo? Akamwambia leo nimelala. Akamwambia umelala? Akamwambia hapana. Akamwambia nimelala, nesi ameniombea usiku, nimelala ndo nashtuka sasa hivi. Akamwambia basi wakanishukuru. Akaniambia nesi tunashukuru kwa maombi yako. Nikamwambia amina. Akaniambia mama anapenda maombi ya Kristo. Nikamwambia ndio, maombi ya Kristo yanafungua. Anapenda sana, ni mwindi, lakini akasema mama anapenda maombi ya Kristo sana. Sasa amefanya vizuri au hajafanya? Yaani kila mahali tunataka sauti yako ifanye vizuri. Na ukiongea kama wamekukataa, utaniambia uliongeaje. Hebu tupe ile sauti ya kwanza uliongea naye akakubali kuombewa. Kwa sababu sio hivi sasa. Tupe sauti sasa. Kwa sababu nimewafundisha kila mtu namna kutengeneza sauti. Jamani. Baba, kwanza siku ya kwanza nilivyoenda, nilivyoingia tu hivi, yani alifurahi, amelala hapo kitandani, akawa amefurahi kweli. Akaniambia ni wewe nesi mgeni umekuja? Nikamwambia ndio. Akasema nimekupenda sana. Nikamwambia umekweli? Akaniambia nimekupenda. Basi mimi nilivyomaliza kazi yangu mchana nikaondoka. Sijui uko nyuma. Mwenzangu akanitumia message iko hapa, akaniambia sister nashukuru. Nikamwambia unashukuru nini? Akaniambia nashukuru yani nyumba nzima imekupenda na imekufurahia. Nikamwambia sio mimi, ni Mungu. Sio mimi. Akaniambia kweli umekubalika. Basi bibi akaniambia mimi akamuuliza huyo dada, akamwambia huyu nesi ni wa wapi? Huyo dada mimi sikumwambia historia yangu. Akamwambia huyu ni mke wa mtumishi. Huyo dada akanipigia. Akaniambia bibi ameniuliza hivi. Nikamwambia ni mke wa mtumishi. Ni kweli? Nikamwambia mimi mume wangu ni mchungaji. Akaniambia basi kwa hiyo sikusema uongo. Nikamwambia hujasema uongo. Akasema bibi anasema kila ukienda umuombe. Nikamwambia sawa. Lakini tunataka ile sauti ya kwanza ambaye imefanya yeye akubali. Na kusikiliza, ngoja niwaambie. Hiyo sauti nataka ili utumie hata kwa mume wako, kwa watoto wako. Karibu. Sauti. Baba aliniambia nesi naomba uniombe. Nikamwambia sawa nitakuombea. Wewe uko tayari?
Akaniambia ndio, niko tayari, niombee. Nikamwambia sawa, nitakuombea. Kwa hiyo sauti haijabadilika. Sikiliza, sauti ndio inamvuta mtu akusikilize. Sauti nilikufundisha kuwa na sauti nzuri ukiwa wewe ni mama. Hata kama mwanaume ni mkorofi kiasi gani, inatakiwa mkalishe chini. Nani alomkalisha Samsoni chini? Nani alomkalisha Samsoni chini? Haya, wanajeshi wale wa Filisti walimshindwa? Hawajamshinda kwa nguvu zake. Mwanamke hajamweza. Sasa naomba sauti jamani. Kwa hiyo kama umefanya kitu kule, ukumbuke ile chorus ya sauti yako. Ulitumia sauti gani? Ili nikwambie hapo ni mbaya, hii nzuri. Mama, endelea kutengeneza sauti, sawa? Chapia Yesu makofi na vigelegele kwa ajili ya kutufundisha sauti. Sauti. Kwa sababu Delila alifanyaje akamwangusha Samsoni? Alikuwa na sauti nzuri. Paka yule mwanamke likamshinda lijitu ambalo linakata cheni, yani kishika nguzo kama yanafanya hivi. Ana nguvu ya ajabu mno Mungu alimpa. Hata nguvu ya Mungu, anayeweza kumaliza nguvu ya Mungu ndani ya mwanaume ni mwanamke. Sijui unanielewa? Ndio maana nikishamaliza kuwafundisha sitaki mazoea na nyie. Kwa nini sitaki mazoea? Kwa sababu ili nipate namna kuwafundisha zaidi. Kwa sababu nyie mna nguvu sana. Sasa utaenda kukaa katikati ya watu wenye nguvu namna hiyo, inabidi uwe makini sana. Ndio maana kama mtu amekuwa tajiri na hana mke ni sifuri. Kwa sababu mwanamke ana nguvu kwenye boma yake, mwanamke ana nguvu mahali popote, mwanamke ana nguvu kwa mume wake. Na kumweza mwanaume ni sauti. Delila alikuwa na sauti nzuri sana. Chapia Yesu makofi na vigelegele kwa ajili ya wanawake kupokea kibali. Akamwambia Samsoni, ukiniambia tu siri ya nguvu zako, mimi naona takuweka hapa juu kwenye kifua changu. Sasa Samsoni akichungulia hivi, mtoto ni mwisho saa ngapi? Unajua mwenyewe unamalizia eti. Mwisho saa ngapi? Samsoni akasema kweli. Samsoni akajitahidi mara ya kwanza, akajitahidi sijui mara ngapi, akajitahidi mpaka baadaye jamani, mafundisho unalegeza. Dadi, umetoka kazini, nimekupikia mayai, maji ya kuoga, mambo ni mazuri. Niambie, aliofanya jana vizuri nani? Karibu. So unakuja unampiga teke, maji hapo, utaki kuoga, kaa hapo. Ndio maana wengine wanatafuta kule nje wenye sauti nzuri. Nani anamruhusu mwanaume kutafuta msichana mwingine nje? Ni wewe. Ukiwa na sauti nzuri, Mungu nakwambia hatoki. Mimi na uhakika kabisa. Na nimefanya research kabisa kwamba hatoki mwanaume ukiwa unamkea. Kwa mfano sasa hivi mimi kwa mama nabii nawahi nyumbani kwa sababu nasikia ananisemesha vizuri. Nawahi nyumbani pale. Lakini akianza nikija saa 4 napita taratibu. Nini ninacholinda hapo? Tusivunje ndoa. Tusivunje nini? Lakini huko ndani ni ndoa. Ile ya kushika samaki. Kwa nini nawafundisha? Ili muweze kuwa na raha kwenye ndoa. Hata mume wako akileta chakula una raha ya kula ile chakula. Sio ghadhabu, sio hasira, sio kiburi. Sio macho kudokoa hivi kama unatoa macho mpaka inchi moja rafiki yangu.
haifai. Unamwonyesha tu kama mlivyokuwa wachumba, unamwonyesha kwamba mimi bado ni mchumba wako. Sijui mnanielewa. Mimi ni nani? Mchumba wako. Kwa hiyo jinsi mlivyokuwa mnaishi mara ya kwanza ndivyo mtakavyoendelea, hata kama mna watoto 5, 10, mnaendelea kuwa wapya kila siku. Chapia Yesu makofi na vigelegele kwa ajili ya mafundisho ya kujenga nyumba. Nani ananielewa? Samsoni ameangushwa, maziwa tu ndio yamemwangusha Samsoni. Sio kitu kingine, maziwa tu. Kuona saa 6 hivi, nitakuonyesha. Akaambiwa nitakuonyesha, alafu nitakuweka hapa, utalala hapa. Samsoni akasema akasema naam. Akaambiwa fanya hivyo, niambie siri tu ya nguvu yako. Sasa Samsoni akazunguka lakini likadakwa. Kwa sababu mwanamke ana nguvu. Ana nini? Likadakwa. Unafikiri ninavyokuambia mimi sitaki kuwazoea kwa sababu gani? Nyie mna nguvu. Utakaje katikati watu wenye nguvu? Inatakiwa nikae na nyie kati na wafundi. Tukishamalizana hapa hatujuani hata kwenye simu. Hatujuani. Ili uendelewe kuinuliwa na nguvu hii ya Mungu iendelee ndani yako na baraka ziendelee ndani yako. Chapia Yesu makofi na vigelegele kwa ajili ya mafundisho ya kuinua zaidi. Haleluya. Amen. Karibu. Waliofanya jana vizuri jamani. Nimesikia mama amefanya vizuri hapa, mwingine pale. Kwa kweli mwingine amechukuliwa na gari akapelekwa mpaka nyumbani. Hata ingekuwa ni bajaji, mama umeshinda. Hata ingekuwa ni pikipiki, amekuweka mpaka nyumbani. Akasubiri. Umeshinda. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Karibu mrembo wangu. Amina baba. Baba nakushukuru kwa mafundisho yako. Ndio. Maana mimi kweli nilikuwa sina kauli nzuri kabisa. Jamani. Wakati mwingine nilikuwa nakijiuliza nina shida gani? Kwa nini siwezi kuongea vizuri? Jamani. Lakini baba nashukuru. Mungu akubariki kwa mafundisho yako. Uendelee baba kutufundisha ili tuweze kufunguka. Sawa kabisa. Ulikuwa unamsemesha baba vibaya? Ni kweli baba. Lakini hebu niambie ulifanya wapi vizuri? Nashukuru baba niliweza kuongea jana vizuri. Nilimsemesha vizuri alipotoka kazini. Ndio. Nikamwambia nikupe maji ya kuoga. Ya moto, akaniambia ndio. Nikamwekea. Na baada ya hapo baba akaniambia nimefurahi pia kesho nitakuletea zawadi. Asante sana. Na kule kwenye ofisi vipi, umevaa varoli au umevaa nini? Mtoto wangu huyo. Ndio maana niwaambia hii mafundisho sitaki mtu awafundishe. Kawaida au? Ndio baba. Mambo yameenda vizuri? Ndio baba. Alafu akakutamkia mwenyewe kwamba atakuletea zawadi, si ndio hivyo Sasa leo ukifika tu namwambia dadi, unajua dadi jana umefanya vizuri sana Unamwambia jamani hebu nipe ile sauti basi mpaka ukaambia utaletewa zawadi. Na maana ulikuwa na sauti aina gani? Karibu. Yaani wanafurahi hawa. Nyinyi msinifiche mimi. Hebu ulikuwa umelegeza au umekaza? Nilimwambia tu mume wangu nikupe maji ya moto au ya baridi. Akaniambia nipe maji ya moto. Ndio. Ndio hivyo baba. Jamani mume wangu. Umenisikia? Jamani mume wangu. Nikupe maji ya moto au ya baridi. Tengeneza sauti. Naomba uendelee kutengeneza hiyo sauti, sawa? Wewe ni mrembo sana. Sasa mrembo anavuta mtu kwa sauti yake, sawa jamani? Kwa hiyo hata kama wewe ni mrembo, kama una sauti nzuri, hawatakupenda. Lakini ukiwa na sauti nzuri na mume wako unamfanyia vizuri, watakupenda. Watafanyaje? Pigia Yesu makofi. Ongeza makofi na vigelegele zaidi na zaidi kwa ajili ya mafundisho. Umesikia pale ataletewa zawadi leo Wangapi wamesikia? Mungu ampigie makofi zaidi. Pigieni Mungu makofi zaidi.
Ina maana ataletewa zawadi, na hatujui ni gari au pikipiki au bajaji, na Mungu akafanye. Amen. Hiyo ni maana yake. Anapoletewa zawadi ameongeza uchumi kwake, ameongeza uchumi kwenye mikono yake. Pigia Yesu makofi. Ongeza makofi na vigelegele zaidi na zaidi kwa kina mama. Mwingine alifanya vizuri. Hata umefanya vizuri kwa baba yako, uliongea naye vizuri akakupa hela. Safi. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baba, nashukuru kwa mafundisho yako jana. Ndio. Kwa kweli leo nimewahi kuamka. Umewahi Mpigie makofi, mpigieni makofi. Leo amewahi kuamka. Mwanamke anawahi kuamka kabla usiku hujafanyaje? Haujaisha. Leo nimewahi kuamka baba. Maana ni kawaida yangu nilikuwa nikiamka asubuhi na muandalia nguo, nampelekea maji, watoto naandaa naenda shule, nikirudi na lala. Sijali amevaa ameondoka sijui. Jamani. Lakini leo nimeamka kabla yake, nikampashia maji, nikampelekea bafuni, nikarudi, nikamwamsha, nikamwambia mume wangu amka ukaoge, maji tayari. Akaenda akaoga, akarudi, nikamwandalia nguo, nikamsaidia kupaka mafuta. Umempaka mgongoni kila mahali. Sema eti kila mahali. Sasa shida yenu nyinyi wana. Yaani mimi ninachofurahi kwenu kuwafundisha na kwenda kuyatenda. Sijui mnanielewa. Yaani ungeniambia vizuri Akavaa nguo, ndio nikamtengeneza kola vizuri. Safi. Akaniambia kwa kweli mke wangu. Kweli leo ndo mke wangu leo. Haleluya. Pigia Yesu makofi. Akasema leo ndio nina mke. Jamani, alafu naweza kuwa hajawahi kuambiwa hivyo. Ni kweli. Hata kuambia, unajua uzuri wa watoto wangu wa kiroho, wananielezaga ukweli. Akaniambia hivyo. Akaniambia kwa kweli leo ndo mke wangu alikuwa anamtaka sasa. Kwa hiyo mke wangu leo umenifurahisha. Ndio. Hebu chukua hii hela paka nywe maziwa leo. Akakupa hela. Mmesikia jamani? Yaani kitu kilichokuwa kinawafanya msipate uchumi ni matendo na kauli. Sijui umenielewa. Matendo na nini? Sasa hebu angalia, alimpaka mafuta. Paka mafuta, alafu namtafutia koti na nini, shati na nini, singlet. Mume wangu, wewe ndio wangu, eti sina mwingine. Alafu sitaki wanaume hata kunisalimia. Yaani kuna kijana hata amenisalimia hata kama mna eti. Kuna kijana, baba, kuna kijana jana amenisalimia, yaani mimi sijampenda huyo kijana hata kama hamna akili kichwani. Sona kufundisha uongo, ni maarifa. Ili ajue nina mke muamini. Alafu namwambia, unajua baba, mimi naye tu wewe. Alafu jana kuna yani unamtengeneza akili ya kijana. Kuna kijana amenisalimia, alikuwa anaendesha sijui gari gani, gari kamoja kametoka sijui Dubai yako kagari. Alafu nikamwambia nikome, mimi nimeolewa. Kwa hiyo unamtengenezea nini? Mazingira ya kumuonyesha kwamba wewe ndiyo mume wangu. Pigia Yesu makofi. Sasa naomba ile sauti ya kwanza ambayo alisema kwamba wewe ndio mke wangu, ile sauti ya kwanza uliotumia, karibu. Au ilikuwa bado hatuja kufundisha sauti? Karibu. Jamani, mume wangu. Nilimfuata nikamwambia, mume wangu amka, maji tayari. Safi sana. Alivorudi akaniambia, nimefurahi sana mke wangu. Chukua hii hela hapa. Utakunywa maziwa leo kwa sababu umenifurahisha, umewahi kuamka mke wangu. Haleluya. Mpigie Yesu makofi. Safi sana. Mungu akubariki. Umefanya vizuri. Lazima ukafanye, ukifundishwa ukayatendee nini? Kazi. Naomba iendelee hivyo hivyo. Usije ukabadilike mpaka tukutane tena kwenye mafundisho mengine.
tukikutana kwenye mafundisho mengine tunaleta yatoka nayo. Je, wewe wakati ule nilivyokufundisha ulifanya mara ngapi vizuri? Kwa hiyo iendelee moja. Yaani wewe ndio zoezi lako kwamba naongea na mume wangu vizuri, namchemshia maji, alafu namtengenezea kola, alafu nampaka mafuta kila mahali, alafu na nini kama ndevu, kama na ile mashine kufanya hivi, naambia ngoja mzee nikutengeneze, namtengeneza nampetipeti. Akitoka nje mimi nakwambia hakumbuki chochote. Pakutambiwa umempa limbo hata nini. Kumbe hamna, ni matengenezo tu. Au umempa dawa, hapana, matengenezo tu. Sijui mnanielewa? Amen. Matengenezo, hebu sema matengenezo. Wangapi utafanya hivyo? Chapia Yesu makofi na vigelegele kwa ajili ya mafundisho ya matengenezo. Matengenezo. Kwa hiyo kila mtu, wengine sijui anasema amempa mume wake dawa, hapana. Mwanamke yule anafanya vizuri ndani ya nyumba yake. Kwa hiyo mwanaume anashikwa. Anakuwa kama Samsoni, unamketisha kama Samsoni. Amen. Amen. Hebu pigeni vigelegele vya kinabii. Haitoshi, hebu tusimame tupige vigelegele. Tusimame wote. Wote tunyanyua mikono juu. Tusimame wote na wenye watoto wote. Haya, nyosha mikono yako juu. Nyosha mikono yako juu. Sema, Bwana. Mimi hivi ndio napenda sasa. Hivi ndio napenda. Mwanaume anaweza kutoka nje kwa sababu kwenye mapumziko haoni ushirikiano wako. Sijui mnanielewa. Nyie si watu wazima jamani? Au niongee kitoto? Niongee kiukubwa au kitoto? Haoni ushirikiano wenu. Kwa mfano, umelala, umevaa bukta, umevaa jinsi, umevaa koti. Sasa ndio umeamka kwenda kwenye kazi au ndio unalala? Hiyo kwanza inaleta maneno, yani inaleta fikira mbaya kwa mume wako. Kauli, wakati mkiwa ndani ya ofisi mmepumzika na mume wako, unamjibu hovyo. Ukimjibu hovyo haoni hapati hamu. Hebu sema hamu. Hapati hamu na wewe. Anaona tu sasa mwanamke hafai. Anapata hamu kule nje. Nini inampa hamu kule nje? Ile sauti ya yule mwanadada. Sauti ya nani? Shida yako hutaki kuambia ukweli. Ile sauti ya nani? Sasa ya kwako ni ya kiume. Unaleta sauti ya kiume. Sasa hana hamu na wewe kwa sababu hujaongea naye vizuri. Lakini ukiwa na sauti ya kike, atafurahia, atajisikia. Atafanyaje? Atajisikia. Ndio maana mwingine anasema, mume wangu akija nyumbani hanitaki. Hautakiwi kwa sababu hauna sauti nzuri. Sasa utakaa hapo utafikiri ni mtu na kijana mwenzake. Kaa hapo. Ukipita hivi hana kazi na wewe. Sijui mnanielewa jamani. Anatakiwa awe na hamu na wewe kila wakati, kukaa na wewe, kutembea na wewe, kusimama na wewe, kuongea na wewe. Nani anatakiwa kumvuta? Alizia mwenyewe. Nani anatakiwa kumvuta? Najua wengine ni wabishi hapa. Anasema kwa nini nisisemeshe? Nikusemesha nini? Wewe ndio unatakiwa nibembeleze. Dadi pole umekuja leo. Wewe unatamanisha mume wako, unatamanisha mume wako. Utaona kama yule ataletewa zawadi leo na huyo mwingine kuna zawadi yake, mwingine kuna zawadi yake, mtapata zawadi. Chapia Yesu makofi na vigelegele kwa ajili ya mafundisho. Kule nje mwanaume afuati msichana. Msichana ndiye anafuata mwanaume. Hamjaona sasa hivi wanaume wanafuatwa na wasichana? Halafu sasa hivi kama una miaka 40, kaa chonjo sana. Kuna watoto na miaka 25 watakukomesha kwenye ndoa.
Usipokazana huku ndani, huku nje anakukomesha. Sasa hiyo sauti atakanitengenezea mume wako kama utampata huyu baba. Ndio maana nakufundisha na wewe kutengeneza sauti nzuri. Uwe na miaka 20, 30, 40, tengeneza sauti ya kumtamanisha mume wako ili akupe zawadi, akupe hela na aone kwamba nimemwacha mwanamke wangu nyumbani. Chapia Yesu makofi na vigelegele kwa ajili ya baba kutufundisha sauti nzuri. Na sasa hivi mtoto na binti ana miaka 20 akipata mzee mwenye miaka 50, yani ndiye anafurahia kabisa, anamtengenezea sauti. Mimi sinawaonaga. Kuna mmoja siku moja akaniambia, sasa mimi nimefika hapo saluni, akaniambia bwana asifiwe nabii, amen. Akanikaribisha, karibu hapa. Ananichungulia. Nikajua hapa tu kuna sababu hapa. Kwa nini unanichungulia? Nikamuuliza kuna shida gani? Mbona niangalia? Akasema hapana baba, nilikuwa tu nataka nikuulize unataka huduma gani? Naambia huduma sinajulikana ni ya kunyoa tu. Wewe unanyoaga? Wewe unanyoaga? Lakini hiyo sauti anapotengeneza nikajua hapa ni nategwa hapa. Kwa hiyo wewe tengeneza sauti kwa mume wako ili akitoka nje akikutana na wale miaka 20 wasiweze. Ongeza makofi na vigelegele zaidi na zaidi kwa ajili ya kusauti za kujenga nyumba. Unabaki tu na lawama, ana wanawake kule nje. Ana wanawake kwa sababu hujamtengenezea sauti kama Delila alivyomtengenezea Samsoni. Tengeneza sauti kama unaona hatoki nje, hatapata nafasi. Wangapi wataenda kutengeneza sauti na kufanya tabia nzuri? Na vigelegele zaidi. Na kufanya tabia nzuri. Haleluya. Amen. Sasa kuanzia leo, wengine waliofanya vizuri jana, mpo? Amna mwingine aliofanya vizuri? Karibu. Hata umefanya vizuri kwa watoto wako. Kuna wengine hawajui kuongea na familia zao. Anakemea watoto. Watoto wakupi hata 100 ya sukari. Hata 10 ya sukari hakupi. Tengenezea mtoto sauti. Unaona mtoto kila siku ana noti anakunjia mfukoni, tengeneza sauti noti itoke. Karibu. Bwana Yesu asifiwe baba. Amen. Mimi ilikuwa ni leo asubuhi. Wakati nimefunga oda zangu zimeenda na boda, nimemtuma mahali apeleke oda. Safi. Sasa alipofika kule, yule ambaye anapokea ile oda ambaye alipe akawa amechelewa. Kwa hiyo yule boda akawa ananiambia mimi naondoka, naacha hela yako. Nikabidi nibadilishe kauli. Nikatuni sauti ya kwanza. Safi. Jamani. Baba nikaanza kumbembeleza, nikamwambia samahani, naomba tu subiri hiyo pesa yangu, niko chini ya miguu yako. Naomba tuje na hiyo hela, naomba usiache. Baba akabadilisha ile kauli ambayo alikuwa anaongea ya ukali, akaniambia basi naisubiri. Na alisubiri mpaka yule kaka akaja, akampa hela na ilimaliza lisaa. Lakini akasubiri kwa sababu nimetuni sauti ya kwanza. Safi. Hiyo ndio uchumi unaoinuliwa. Hebu sema Yesu. Piga makofi ya kinabii. Yaani ngoja nikwambie. Tatizo sio muda. Tatizo uliongea nini? Kwa kauli nzuri umemketisha kwa sababu umetuni sauti. Mafundisho amesema apendaye mafundisho hupenda maarifa, si ndio hivyo? Hebu soma mwenyewe hapo. Apendaye mafundisho hapenda maarifa. Amen. Apendaye mafundisho hupenda maarifa. Amen. Ndiyo, maarifa ndio hayo. Na hayo maarifa ndio anakupa pesa. Mimi nakwambia, kama mmewaambia kwamba tuna mafundisho ya kina mama huku,
Yaani hata ume zenu watanipa zawadi. Mimi nakwambia ukifanya vizuri kule, zawadi utaambiwa tuchukue mpelekee baba. Mimi nawaambia, alafu nyie ndio mtasababisha waje hapa. Kanisa leo lina wanaume na wanawake, si ndivyo jamani? Amen. Nyinyi ndio akina Delila. Amen. Sawa? Amen. Ninyi ndio akina nani? Sio ukisema kwa sababu amezana mimi nitamkomesha. Wewe ndio utakoma wewe. Mwanaume achakai, lakini mwanamke anachakaa. Kwa sababu wewe unabeba mtoto miezi 9 mzigo. Mwanaume anabeba mzigo gani? Lina rato yake, ikija kulima tu hapo hivi kuisha. Linaondoka. Wewe unaachua mzigo, unabeba. Nani anachoka hapo? Si unajua maana rato wewe? Hujui rato. Malizia mwenyewe, unajua hapo, si mtu mzima wewe. Yeye anabeba rato yake tu. Kama ni shambani akiingia analima, anaacha mbegu huko. Wewe ndio mtunza mtoto, mbeba mtoto. Kwa hiyo nani anachoka jamani? Mama anachoka. Na ndio maana hii semina ya kwenu ni kuwafundisha msichoke kwenye uchumi. Chapia Yesu makofi na vigelegele kwa ajili ya mafundisho kuongeza uchumi kwenye nyumba. Eti akasema, mimi nitamkomesha. Wewe ndio unakoma kwa sababu wewe ndio unabeba mtoto. Mtoto ndio wewe ndio unamuogesha. Yeye jamaa limebeba kitu hichi rato tu. Kwenda kulima kwenye kibarua. Sasa wewe ndio unatakiwa utumie nini? Ufanye hivi, sema akili. Asante sana. Mungu abariki. Ongeza makofi na vigelegele zaidi na zaidi kwa ajili ya Baba kutufundisha. Mithali 12 mstari wa kwanza utaenda kumalizia mwenyewe nyumbani, sawa? Mithali 14 mstari wa kwanza amesema kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba yake, bali aliye mpumbavu hubomoa kwa mikono yake mwenyewe. Hebu niambie, kuna mahali mwanaume ana nyumba? Mwanaume hana nyumba lakini anajenga. Sasa nyumba, ukishajenga nyumba bila mwanamke sio nyumba. Ndio maana Biblia inasema kila mwanamke atabomoa nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Hata kama mwanaume amekooa ukakuta nyumba sio ya kwake, ni ya kwako kwa sababu wewe ndio nyumba. Chapia Yesu makofi na vigelegele kwa ajili ya mafundisho. Yaani wewe umekuta nyumba, sijui umenielewa. Hata ni mfano umekuta nyumba au hujakuta nyumba, lakini nyumba ya kwanza ni wewe. Nyumba hiyo ndio inaleta mafanikio. Ndio maana Mungu akasema mwanamke aliona hekima hujenga nyumba yake. Kama mna hekima unabomoa kwa mikono yako mwenyewe. Kwa nini anasema unabomoa mwenyewe? Kwa sababu wewe ndio mbeba maamuzi. Saa nyingine una hasira, saa nyingine unatengeneza vizuri, saa nyingine una ghadhabu, na haya magazabu ndio tunayatoa kwa jina la Yesu. Chapia Yesu makofi na vigelegele kwa ajili ya mafundisho ya kujitambua. Kwa mwanaume hana nyumba, yeye anajenga nini? Mwanaume anajenga nini? Lakini nyumba sio ya kwake. Nyumba kamili ni mwanamke. Hebu sema nyumba kamili. Shida yenu leo sijui mmetoka wapi. Au mmefanya vizuri jana nini? Mmefanya vizuri? Sasa mbona mtoi ushuhuda? Karibu. Naye masali yanakuja. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe baba. Amen. Mimi baba, jana nimefanya kwenye biashara yangu. Sawa. Kama siku 2 baba, mzigo uliharibika. Wateja wakachukua mzigo, Jumapili ukaharibika. Jumatatu ukachukua tena akaharibika. Sasa huyo mtu ambaye ananipa mzigo nikamwambia kuna shida gani? Mbona mzigo umeharibika? Kila mteja akija, jana yani ulichonifanyia, nikamwambia jamani, mimi sijakusa, naombeni tu mnisamee.
Ukatengeneza sauti. Nikatengeneza sauti baba, ndio. Na pia kwa mume wangu mimi huaga kwenye hela, mimi huaga ni mkorofi sana baba. Wewe ni Mchaga au ni? Kwa sababu anasemaga Wachaga ndio wanapenda hela. Kumbe ni kabila zote. Lakini labda ni utani. Ndio baba, jana kaniambia, yani nina shida na hela, nikamwambia, akaniambia nina shida na hela. Baba yani hela nilimpa kirahisi. Haijawahi tokea. Kwa sababu ya mafundisho. Ndio baba. Mungu akubariki. Amina baba. Kwa hiyo mzigo inaharibika mara ngapi? Mara ngapi imeharibika? Imeharibika baba mara kwa mara inaharibika. Jana ndio haijaharibika. Sawa. Haiharibiki tena. Nasafisha mikono yake. Toka mapepo yote kwenye mikono. Angusha ufalme wenu. Chapia Yesu makofi na vigelegele, watu wanaendelea kufunguliwa kwenye kongamano la wamama. Hebu semeni haitaharibika tena. Sema haitaharibika tena. Nimekutoa hapa. Ulikuwa unamuua ukatoka shingoni. Sasa jana nimekutoa hapa. Ni jana au lini? Fufuka kwa jina la Yesu. Anataka kumuua. Walimwekea upindo nani mshale hapo. Sasa ikatolewa tu kwa urahisi hivi. Lakini Mungu jamani, Mungu ajabu sana. Sasa haitaharibika tena. Na unakumbuka ile kitu ilikuwa shingoni? Baba, niliota kitu nilikuwa natafuta na mume wangu, bwana anafukuzwa na majambazi. Akakuwekea nini hapo shingoni? Imetoka hiyo, sawa? Sasa simama. Kesho ulete 50,000 ya kulinda kazi yako, sawa? Nenda. Mauti haitakuwepo tena. Chapia Yesu makofi na vigelegele kwa ajili ya watu kufunguliwa. Unapoombewa walitaka kukuua, alafu ukaoja atoa sadaka ya ile kitu, wanaingia sehemu nyingine. Ukitoa sadaka wanaondoa. Ongeza makofi yako na vigelegele zaidi na zaidi. Hamna mashtaka kwako. Hamna, ina maana mashtaka yaliyokuwepo kwako ni kwamba umeombewa alafu hujatoa nini? Sadaka. Mashtaka bado wako, wanaingia sehemu nyingine. Lakini ukitoa, ndio ile nikimwombea mtu anambia utaleta shilingi 100,000. Ile namuondolea mashtaka. Namuondolea nini? Lakini mtu mwingine anaweza kusema nabii siku hizi anadai sadaka. Lazima tukondolee mashtaka. Au nataka kucheza na hilo pepo likae tu hapo, sababu waliokuloga wametumia fedha. Waliokuloga wametumia nini? Fedha. Sasa haitaharibika tena mzigo wako kuanzia leo. Lakini uje na 50,000 kwa ajili ulivyoingiziwa kitu hapa ilitolewa kwa urahisi. Nakwambia hata sasa hivi. Niko nimesimama. Hautaweza. Chapia Yesu makofi na vigelegele zaidi na zaidi. Watu wanafunguliwa. Inua mikono useme ni Bwana. Inua mikono useme ni Bwana. Tukae. Mbona mjanipa jibu kuhusu yule mwanamke mwenye hekima? Ndio hii hekima tunafundisha. Mwanamke mwenye nini? Hujenga nini? Bali mpumbavu anabomoa na mguu au na nini? Na mkono wake mwenyewe. Haya, anzeni kujisajili majina. Wakati kiongozi atapita kusajili majina, akikuuliza jina lako naandika. Tujue kongamano limehudhuriwa na mama wangapi, kwa sababu jana wamehudhuriwa mama ngapi? 85 jana mlikuwepo. Haleluya. Amen. Wamama jana 85. Hatujahesabu wanaume.
Amen. Mwanamke mwenye hekima hutengeneza ulimi. Mwanamke mwenye hekima hulala na pamba nyepesi kwenye ofisi yake. Mwanamke mwenye hekima huwahi kumpikia mume wake chai. Mwanamke mwenye hekima huwahi kumchemshia mume wake maji ya kuoga. Mwanamke mwenye hekima anadeki nyumba yake na kufanya kazi zake zote kwa amani. Mwanamke mwenye hekima hataki kubishana na mumewe. Yeye hufikiri haraka bila ubishi. So naambiwa na mwanaume, sasa nilikuwa na mimi naenda safari na wewe utabaki hapo nyumbani uangalie watoto. Mimi nibaki hapa mwenyewe. Ushindwe kwa jina la Yesu. Huna hekima. Eti nibaki mimi mwenyewe. Mwenyewe uko porini. Haitakiwi kitu. Ukiambiwa sasa baba, mimi naenda safari, wewe baki hapo fanya mambo 1 2 3, naambia sawa baba. Ukisema sawa baba bila ubishi, mzee anavuta hela. Haya, chukua hii hela kama kuna. Yaani ukibisha tu, hata mimi ni mtumishi wa Mungu sikupi hata 100. Chapia Yesu makofi na vigelegele kwa ajili ya mafundisho ya kuwa na hekima. Kwa hiyo ukimsupport mume wako kwamba unaenda kwenye kazi, naenda kutafuta hela. Sawa, haya. Na mimi ngoja basi hapa nyumbani nikae hapa nyumbani nifanye kazi za nyumbani. Usichore 4 barazani. Fanya kazi. Amen. Kama ni sehemu ya mboga, panda mboga. Panda mboga mpaka kieleweke. Sijui unanielewa? Wengine wana sehemu kubwa hapa lakini hata kurishika jembe utafikiri umevunjika mikono aisee. Wewe ni mlemavu, umezaliwa na mama yako na nguvu, na una nguvu ya Mungu. Shika jembe, tengeneza matuta ili uuze mboga yako hapo nyumbani, maisha yafanyaje? Yaende. Kama umeajiriwa kazini na bado kuna eneo la kupanda mboga, weka kibarua ili uende kazini, huku kunaendelea na huku kunaendelea. Chapia Yesu makofi na vigelegele zaidi na zaidi kwa ajili ya mafundisho. Tumeelewana? Amen. Wangapi wana sehemu ya kuweka mboga? Hebu nyosha mkono. Njoo. Umepanda mboga? Mbona hujaniletea mboga kama umepanda? Haujapanda kitu. Paka mimi umeniletea mboga nijue. Nitaleta baba. Nitaleta. Yaani mimi lazima uniletee mboga niambie baba yale mafundisho yako haya hapa. Ndio baba nitaleta. Kwa hiyo unapandaga mboga? Ndio baba. Mboga gani? Na Chinese. Na saro. Na matembere. Nimepanda na majani ya maboga. Hamna na kunde. Mchicha hamna? Mchicha wa kienyeji ndio unapanda baba. Mimi napendaga mchicha. Ngoja ukue vizuri nitaleta baba. Sawa. Ndio. Kwa sababu wanasemaga sijui kuna mboga ile inaua nguvu ya kiume, sijui ni kweli. Chinese. Unajua tu kwenye kongamano la kina mama, kwa hiyo lazima hivi ni ipi na uwa nguvu za kiume usije mkandete. Chinese. Hiyo sitaki. Inaitwa mzazi wa mpango. Sasa sitanimaliza kabisa. Shindwa. Sasa ni hivi. Wazungu wanaweza kuletea kitu cha ajabu mno. Unajua mimi napendaga ile. Mami, Mungu akubariki. Mungu akuongezee. Amina baba. Amina. Lakini roho maskini ilikuwa inakuzunguka, sasa naikemea katika jina la Yesu. Pepo la maskini, toka kwenye mikono. Piga kelele, kimbia. Piga kelele, kimbia. Haya, piga kelele. Get out. Get out. Get out. Get out. Rush. Fire. Vengeance. Vengeance. Naangusha ufalme, naangusha. Piga kelele. Pigia Yesu makofi. Ongeza makofi na vigelegele zaidi na zaidi, mapepo yamepigwa. Umepata nyumba?
Navunja madhabahu kwenye mikono. Navunja madhabahu kwenye mikono. Haya baba, 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 baba. Mikono yote. Mama, slash. Funcha. Chapia Yesu makofi na vigelegele, wote wamepigwa. Hii ndio kazi nimetumwa fundisha kina mama. Ole wako uende kalale na nani na overall. Alafu nikapata hizo habari. Utaniambia overall ndio nimekufundisha. Baba anavumiliaga na wao. Hawasemi. Lexi baba ninayo pale. Lexi na salad baba. Ndio baba. Lakini baba hauziki. Hauziki. Sasa leo kauze. Hapati hata mi. Sasa utaanza kupata hela, sawa? Pokea hela. Pokea hela. Wash. Chapia Yesu makofi na vigelegele zaidi na zaidi. Watu wanapigwa namna hiyo adui. Adui anapigwa. Mungu asante kwa sababu umefanya muujiza. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Ametenda maajabu. Yes. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Ametenda maajabu. Yes. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Ametenda maajabu. Yes. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Ametenda maajabu. Yes. Ametenda maajabu siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Ametenda
ulimwandika kwenye neno lako sehemu nyingi sana. Baba yangu, Mungu wangu, nasema asante. Endelea kuwapa kibali, wakubalike. Wasio ni watu wa kugombezwa, wawe ni watu wa kuheshimiwa Baba. Wawe ni watu watakayethaminiwa. Wathaminike Baba. Wasio ni watu wa kulaumiwa. Wasio ni watu wa kulia kwa uchungu. Wao ndio tunawategemea kwenye kizazi Baba, kujaza dunia hii, kufanya kazi yako Baba. Wewe ni mwaminifu, naamini utaenda kutenda miujiza, utaenda kutenda ishara. Wape roho nyenyekevu Baba, wape moyo unyenyekevu mama yule na baba yule, aweze kuishi kwenye nyumba yake, ajenge nyumba kwa hekima. Ulisema mwanamke, kila mwenye hekima, aliye na hekima atajenga nyumba yake, baada ya yule mpumbavu atabomoa kwa mikono yake. Hatutataka kubomoa, hatutataka kusikia utakayebomoa. Tunataka kusikia najenga usiku na mchana wakijenga. Baba, nakushukuru, sifa na utukufu na wewe. Asante. Mungu, nimeona Mungu akaenda kuinua. Mkifuata yale mafundisho, nimeona Mungu akaenda kuinua. Nimeona mkiendelea kwenda kunyenyekea. Hata kama ukoo wenu ni wa kugombeza wanaume, mwambie wewe ukoo sikutaki, na kutaka Yesu. Amen. Inawezekana dada yako ni anagombana na mume wake na wewe unagombana na mume wako, basi mama naye ni hivyo hivyo. Usifuate tabia mbaya, fuata tabia nzuri ya Kristo. Naamini utafuata tabia ya kiroho. Wangapi watafuata tabia ya kiroho? Dada yako akiwa mkali, unasema hebu unanijua, unajuaga kwetu, mtoto akukome. Haijengi. Haijengi. Inachojenga ni hekima, sawa? Inachojenga ni nini? Hekima. Na kumpiga mwanaume teke kitandani, umekuwa ponda wewe. Umekuwa ponda wewe. Simama kwa hekima, ongea naye, maisha yanafanyaje? Yanaenda. Wangapi wataenda kufanya kwa hekima? Chapi Yesu makofi na vigelegele zaidi na zaidi kwa ajili ya kwenda kufanya vizuri. Na ukifanya vizuri utasikia raha kwenye nyumba yako, sababu inaonekana kwamba unajenga kwa hekima. Mwanaume atakuthamini. Nimesikia mmoja ametoa shuhuda kwamba mwanaume wake amesimwambia kwamba ndio sasa ndio mke na nitaka ni huyu. Ina maana alikuwa ni kroniki. Alikuwa yani akisimama hivi, nini? Sikupi maji kwa mchoto shauri yako. Lakini mpaka leo amenipaka mafuta, huyu ndio mwanamke wangu. Yani fanya kitu hata kama hataki, mwambie baba nikufanyie. Yani jipendekeze. Mimi nakwambia hiyo nyumba utaifurahia. Ongeza makofi na vigelegele kwa ajili ya kufurahi na baba yetu. Alafu kuna wale wanaume ambao hawamtaki nabii. Sasa kama mume wako hamtaki nabii, na wewe usije ukamkataa mume wako kwa sababu hamtaki nabii. Mfanyie mema, kwa sababu akiona ile mema atamkubali nabii. Sasa wewe unasema kwa sababu ampendi babangu wa kiroho na mimi simpendi. Haiendi hivyo. Sasa wengi mko hivyo. Anamchukia babangu wa kiroho, alioniombea nikapona, hata niona, hata kuona nini. Nenda naye kwa hekima, mwambie baba kiroho yupo, ndio huyo, na mimi nimempenda, na wewe najua atakusaidia. Dadi, utasaidiwa na baba yetu wa kiroho. Unambembelezea hata kama hataki, ataelewa tu. Chapi Yesu makofi na vigelegele kwa ajili ya mafundisho ya kufungua zaidi. Lakini ukimwambia kwanza wewe sikutaki kwa sababu hutaki kanisa yetu. Sio hivyo. Tengeneza kauli. Amen. Tengeneza nini? Kauli. Mwingine aliofanya vizuri jana, jamani, tusizuie watu. Kauli. Uliongea vizuri na mume wako? Hamna tena. Yani aliongea vizuri. Unajua kiwa una sura nzuri na kauli yako ni nzuri, yani unakuwa wewe ni sukari moja kwa moja na ni asali. Ni asali na nini?
na sukari. Unajua kuna sukari sasa hivi sio tamu, lakini hasali. Yaani ukichanganya sura yako nzuri, ukachanganya na body, ukachanganya na kauli, akohoi. Afanyaje? Yaani ni moja anasimama. Na mnaga mwanamke mbaya duniani. Hakuna mtu asikudanganya kwamba sijana sura mbaya. Mwanamke, kila mwanamke ni mzuri duniani. Sijui umenielewa? Amen. Unaelewa thamani yako? Hebu mwambie mwenzako unaelewa thamani yako. Mwanamke hata kama ana Makenya kabisa, asugui mguu, yaani ni ana Makenya nayo, ni mzuri. Amevaa nguo imeraruka, bado thamani yake iko pale pa. Pigie Yesu makofi. Waliofanya vizuri jamani. Mbona leo darasa likoje hili? Karibu. Aliofanya vizuri akapewa zawadi na nini, ili nijue mafundisho na ingia. Karibu. Bwana Yesu asifiwe baba. Amen. Baba, mimi nina swali. Nilikuwa nauliza baba, kuna wanaume ambao wanapigwa na wanawake baba, utawasaidiaje? Kwa sababu unakuta mara nyingi hawana mahali pa kusemea. Wanaona wakiwaambia labda wanaume wenzake wamcheka baba, kwa sababu mwezi uliopita kuna mmoja ambao tulikuwa tunafanya naye kazi kule baba, ambaye akija na ngeu anasema kuwa ameanguka na toyo, ni mke wake amembamiza ukutani. Akaenda hivyo hivyo mpaka ikafikia mahali yule mwanaume alikuwa mwaminifu kwenye ndoa yake, alikuwa haendi nje, anavumilia tu mateso hivyo hivyo, lakini mwisho wa siku mwanamke ameona haitoshi, akakata koromeo, akaua kabisa. Kwa hiyo sasa baba, unakuta za waandishi wa habari walivyokuwa wanamuoji, watoto wanasema kila siku mama alikuwa anampigia baba. Kwa hiyo hawa wanaume utawasaidiaje baba? Mwanamke mwenye hekima hujenga nyumba yake, bali mpumbavu ubomoa kwa mikono yake. Na mwanaume mvivu hupigwa na mwanamke. Na mwanaume mvivu hupigwa na mwanamke. Kwa nini anakubali apigwe? Hana nguvu. Ndio maana mimi napitisha ya mafundisho. Usije ukampige mume wako, utapata laana ambayo hujawahi kupata duniani. Kwa sababu wewe yule baba, mume wako amekutoa kwenye ubavu wake. Wewe ni mtoto kwa mwanaume. Hata kama una miaka 70, wewe umetoka wapi? Kakijana kadogo cha kiume natakiwa umheshimu. Kakijana kadogo tu kana miaka 5, 10. Kwa mfano sasa hivi, nani mwenye mtoto mwenye miaka 10 atakuvusha we mama barabarani? Atakushika mkono, mama twende. Huna ujanja mbele yake. Msifanye hivyo. Ndio maana haya mafundisho. Haya mafundisho ni kwa ajili usiinue mkono wako vibaya na mdomo wako vibaya. Tuko pamoja jamani? Amen. Nani ananielewa? Chapia Yesu makofi na vigelegele zaidi na zaidi kama umeelewa. Kuna jambo? Usiinue mkono. Karibu. Bwana sema baba. Huyu baba aliyeuawa, yule dada aliua Singida. Alivyoua Singida akakimbia Arusha. Akaja tena akaolewa na huyo kaka. Kila siku baba ni kumpiga tu, ni kumpiga mpaka huyo kaka akafa. Tulilia sana, maana ilikuwa ni kijiweni kwetu pale. Jamani. Na tena maaskari mkuu wa mkoa wakatangaza kwamba jamani, wakatangaza jina lao la ukoo, lakini hawajampata mtu yoyote wakuja kumzika. Watu wakachanga pale hela, wakaenda kumzika Njiro. Lakini watu wamelia sana kwa ajili ya huyo baba. Au huyo mwanamke ni mrefu kuliko yeye nini? Hapana baba, ni kiembamba. Ni kiembamba, yani usemi hata yani ni mwembamba mbaya kabisa. Ni wale watu wenye roho ya kuua. I see. Sio mnene kama ile mchungaji wetu aliosimama sasa hivi. Hapana baba, yuko sawa na yule pale. Jamani.
na yule baba ni mnene. Simfananisha. Basi tusamehe bwana. Asamehe tu. Nikufananishe na kimi Bwana, nikufananishe na nani Bwana? Nanishe Bwana. Leta nani? Leta kikapu tutoe sadaka.